mpira ambalo limepigwa leo, wana Simba wasishangae Matola akaachiwa timu. Tusubiri viongozi wataamua. Matola kafanya balaa, yametukata kiu kwa muda mrefu hatujaona Simba yetu ikitakata namna hii na tumeona maingizo ya wachezaji wapya. Semfuko Charles na amefanya kazi kubwa kwa kweli, anachukua na achia moja, yani kama bahari hakai na uchafu. Hiyo yote ni kazi ya Selemani Matola ya kumwambia bwana, wewe unaweza, nenda kafanya vitu basic, dunia itafurahi. Kwa hiyo kama vipi apewe tu. Unajua Matola ni kocha mkubwa sana na kwa ligi ya ndani hii Matola anaweza akakupa kila kitu ambacho unakihitaji. Matola dhidi ya timu hii ambayo tuko nayo ya Simba, ya wachezaji hawa wazuri tuliokuwa nao, ana uwezo wa kufanya wonders sana katika ligi hii ya Tanzania. Nani wa kuweza kumsumbua Matola? Na Mungu, Fountain, Azam, Lipuli ama kitu gani? Anaweza kucheza nao vizuri kweli kweli bila mashaka ya aina yoyote. Kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na kiwango cha... Umenenepa, ulikuwa wapi? Zingatia swali. Okay, sawa. Kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na kiwango cha Elim Panzu, namna ambavyo anacheza. Pengine ni mategemeo ambao wana Simba wanao na wadau wanapofahamu namna ambavyo anapocheza, ama kuna kitu kingine cha tofauti? Mechi ya leo haikuwa nzuri kwake. Kucheza kwa dakika 45 na hakuwa na performance ya kuridhisha, na ndio maana mwalimu akamtoa. Na ni kawaida kwenye mpira wa miguu, kuna siku unaamka mambo yanakataa. Kwa hiyo leo kwake haikuwa siku nzuri, na ndio maana mwalimu akafanya mabadiliko ya haraka kumwingiza mchezaji mwingine. Kiwango chake hakina mashaka hata kidogo, lakini usitegemee kila siku atakuwa kwenye kiwango bora. Kuna siku inakuja, kuna siku inakataa. Leo kwake imekataa na mwalimu akampumzisha ili kuendelea kujipanga kwa mechi inayokuja. Pengine wana Simba mnatumiaje wiki hizi 2 ama 3 kwa ajili ya kujipanga kwenye michezo inayofuata? Tuna mapumziko kidogo hapa ya siku kama 3-4 hivi. Alafu wale wachezaji ambao wanakwenda kwenye majukumu ya timu ya taifa wataondoka kwenda kwenye majukumu hayo, lakini kundi kubwa la wachezaji litabaki kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mechi yetu ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na katika wiki 3 hizi za maandalizi tayari tutakuwa tumeshapata kocha mkuu ambaye atakuja kusaidiana na wataalamu wengine waliopo ndani ya Simba kwa ajili ya kufanya na kuanza maandalizi kuelekea katika mechi yetu dhidi ya Nsingizini kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni huyu ambaye ameonekana